Karibu sana msikilizaji na mtazamaji ambaye unapenda kunifuatilia. Katika video ya siku ya leo tutaenda kuangalia njia rahisi ya kuweza kutengeneza sabuni ya maji. Lakini pia nimekuandalia hicho kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako pamoja na madarasa WhatsApp. Utakachokifanya utanitumia message WhatsApp kupitia hizo namba ambazo zinaonekana. Nitakupa utaratibu wa kitabu, lakini pia nitakupa utaratibu mzuri wa darasa, namna gani ambavyo unaweza kunufaika na mafunzo haya na kutengeneza bidhaa zako mwenyewe. Hatua ya kwanza msikilizaji, tunaweka chumvi katika jaba tupu ambalo tumekwisha kuliandaa. Tunaamini wajasiriamali wengi ambao tunaanza kuzalisha sabuni huwa hatuna mashine, kwa hiyo tunaanza na mpini kama huo. Na ushauri wangu mzuri zaidi kwa watu wengi ambao wanapenda kutengeneza sabuni za maji, usianze katika ukubwa. Hata kama una mtaji mkubwa, anza katika udogo, huku unapiga hatua taratibu. Baada ya hapo unaweka slice au Texapon, wengine pia upenda kuita unga roll. Ndio hiyo roll ambayo naimimina hapo katika jaba langu la kukorogea. Wakati huo pia andaa maji, na maji mazuri zaidi tumia maji malaini, soft water, usitumie maji ya chumvi kwa ajili ya kupata matokeo mazuri zaidi. Hiyo hapo nimeweka ni citric acid kwa ajili ya kupreserve sabuni yetu isiweze kuharibika, na hicho kitu pekee ambacho hutupatia expired date. So baada hapo tunaweka perfume, tumia bubblegum, tumia lavender, tumia strawberry, tumia lemon, tumia orange au pine. Hizi ni perfume baadhi ambazo zina matokeo mazuri. Lakini kwa wale ambao wako katika madarasa yetu, tunaendelea kuwafundisha na kuwasimamia siku hadi siku na kuelekeza perfume gani ambayo inaweza kudumu zaidi katika sabuni yako ya maji na ikapendwa zaidi na wateja. Kwa sababu kuna baadhi ya perfume inanukia pale unapokuwa una produce tu product, lakini baada ya hapo inapotea. Kwa hiyo kupitia madarasa yetu utafundishwa perfume gani utaweka ambayo inaweza kaishi muda mrefu zaidi na kutoa matokeo mazuri zaidi kwa wateja wako. Baada ya kuweka hivyo viambata kwa pamoja, utaweka maji na ukorogaji utaendelea, na ukorogaji unapaswa kufanyika kuelekea upande mmoja kama inavyoonekana katika video yetu ya siku ya leo. Baada ya hapo utachukua maji mengine utayagawa, na ukiangalia katika hizo jaba msikizaji, mfano mkono wako wa kushoto kuna jaba kama mbili ambazo tatu tayari tumeshakoroga sabuni ya maji, na hili jaba ni la 4. Kwa hiyo msikilizaji, kuwa consistency na kitu ni jambo muhimu zaidi kwenye uzalishaji. Usitengeneze sabuni leo afu kesho ukaacha, hapana. Unapoanza kutengeneza, hata kama ni lita 10, 20 umeanza nazo, endelea hivyo hivyo. Kila siku unapoamka, endelea kufanya kile kitu ambacho unakipenda na kitaendelea kukua taratibu, na mwisho wa siku kitakupa matokeo mazuri. Katika hayo maji au katika huo mkorogo katika ndoo ya blue, hiyo hapo nimeweka Alkato nimeweka hapo, wengine pia hupenda kuita Nutrosol. Hii hapa inatusaidia kupata matokeo mazuri sana ya uzito wa sabuni yetu. Kama unaelewa kwamba wateja wengi wanapenda sana kupata sabuni ambayo ni nzito, na wateja wetu wanaamini kwamba sabuni ikiwa nzito basi ni sabuni ambayo ina matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo hapo tunamimina katika mkorogo ile mkubwa. Baada ya kumimina katika mkorogo mkubwa, tunachukua ndoo nyingine tena nyekundu. Huku tutaweka sulfonic, tutaweka na soda ash pia. Kumbuka kwamba soda ash inatusaidia ku neutralize kemikali ya sulfonic acid. Kwa tunatanguliza hapa Nutrosol, au watu wengi pia huita soda ash light, ambayo wakati mwingine pia inatumika kuzalisha sabuni ya unga. Inatumika zaidi ya 85%. Baada ya hapo tunakoroga, tunamimina sulfonic acid, watu wengi pia hupenda kuita Lapsa, na ukorogaji unaendelea kama kawaida. Ukorogaji wetu ni kuelekea upande mmoja kama inavyoonekana. Huwa ina tabia kutoa mapovu kiasi chake. Karibu sana msikilizaji, kuhusiana na vipimo unaweza ukajipatia nakala ya kitabu cha Miliki Kiwanda Chako, lakini pia unaweza ukanitext WhatsApp nikakutumia utaratibu wa kuweza kujoin katika magrupu yetu kwa ajili ya mafunzo zaidi, upate knowledge nzuri, ili unapokuwa unazalisha basi uwe na uhakika unazalisha bidhaa ambayo unaifahamu, uelekezo wapi utapata malighafi, na malighafi utapata kwa bei gani, na ukiuza utauza bei gani, alafu utapata faida kiasi gani. Mchanganuo wa bei ni muhimu sana katika ujasiriamali ambao unaofanya. Katika hatua hii msikilizaji, tutaweka glycerin, tutaweka pia CDE, tutaweka CAPB. Hivi ni viambata ambavyo tunaweza tukasema ni soap booster au ni foam booster
kwa ajili ya kuongeza uwezo wa sabuni, kutakatisha uwezo wa sabuni ya mapovu, lakini pia kwa ajili ya kulainisha sabuni. Pamoja na hivyo vyote nimevitaja, tutaweka na glycerin, afu then tutaongeza maji ambayo yatakuwa yamesalia kujaa idadi kamili yale maji ambayo tunayataka. Then tunakoroga mwisho dakika 10, tutafunika ili perfume yetu isiweze kupotea. Baada ya hapo msikizaji, masaa 3-5 itakuwa tayari. Karibu sana kwa ajili ya ushauri zaidi, namba zangu nimekuandikia hapo.